kitabu kile cha nabii Isaya sura 43 mstari wa 2. Ukisoma pale maandiko anasema, upitapo katika maji mengi, anasema nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha, katika moto hautateketea, na katika mwali wa moto hautakuunguza. Nimekuwa nikisoma haya maandiko na kutafakari nini Mungu anataka aseme na wewe katika wakati huu. Nikagundua kwamba yamkini tunavuka mwaka, na katika maisha yako kuna namna unapita kwenye changamoto mbalimbali, na changamoto zina viwango vyake. Kila mtu anapita kwenye aina ya changamoto ambayo yeye kwake anaona ni ngumu sana, lakini kulingana na ili andiko la Isaya 43 mstari wa 2 ni kwamba viko viwango vya changamoto, yani changamoto zinazidiana viwango. Kuna changamoto ambazo zimefananishwa na mito ya maji, na mito ya maji ambayo inakuja, lengo lake ni kukugarikisha, kukuondoa kabisa kwenye nafasi yako. Kuna changamoto zikiinuka zinakuja ili kukuondoa kwenye nafasi yako, na kuna changamoto ambazo zina viwango vya moto. Anasema upitapo katika moto hautateketea. Maana yake ni kwamba kuna changamoto ambazo kwenye ulimwengu wa roho tunaweza kuzifananisha kama moto, ambazo zinapotokea kwenye maisha yako zinatamani kuona unateketea kabisa. Kile ulichokianzisha kinateketea, kile ambacho nakifanya kinakufa kabisa. Na kuna changamoto ambazo zina kiwango cha mwali wa moto. Biblia inasema hivi, mwali wa moto hautakuunguza. Ni changamoto ambazo zinakuja kwa lengo la kusababisha uharibifu kwenye eneo fulani, yani kuunguza eneo fulani la maisha yako. Kuna watu ambao muda huu unanisikiza, uchumi wako umeunguzwa, maisha yako ya kiroho yameungua mahali fulani, kuna jitihada imeungua kwenye maisha yako. Sasa Mungu anasema kwa habari ya kuwa pamoja na wewe, anasema hivi, upitapo kati ya maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo ninakuombea majira ya mwezi wa kwanza mwaka mpya 2026, Mungu awe pamoja na wewe kwa namna ambayo upitapo katika maji mengi yasikugarikishe katika jina la Yesu. Upitapo katika moto usiteketezwe katika jina la Yesu, na upitapo katika mwali wa moto usiunguzwe katika jina la Yesu. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 30 mstari ule wa 22 hadi wa 24. Ukisoma pale utakumbuka na kuona habari za Nuhu. Nuhu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alitembea na Mungu, alienda sawasawa na vile Mungu alitaka. Na wakati huu ni wakati ambao dunia ilikuwa imechafuka, na Mungu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu. Kwa akaamua kuteketeza dunia na kila kitu kilichomo kwa kuachilia gharika. Tunakumbuka kwamba Mungu alimpa maelekezo Nuhu ya kujenga safina, na Nuhu akatengeneza safina, na ndani ya ile safina Nuhu aliweka wanyama wengi sana, na akaingia yeye na familia yake, kwa watu 8. Nuhu pamoja na watoto wake na wake zao na familia yake nzima, jumla yao walikuwa watu 8, na ndio walioingia ndani ya safina na ndio waliopona. Na utaona wakati ambapo Nuhu akiwa ndani ya safina na gharika linaendelea, mvua ilinyesha sana kiasi ambacho uso wa nchi, uso wa dunia ulifunikwa, dunia nzima ilifunikwa na maji, na kila chenye uhai kitambaacho, kiendacho kwa miguu, wanadamu wote wakafa ndani ya yale maji. Biblia inasema ilifika mahali sasa, baada ya kuwa kila chenye uhai kimeisha kufa na tayari dunia imebaki utupu, ni kwamba maji yaliendelea kudumu juu ya uso wa nchi, na Nuhu pamoja na familia yake wakiwa ndani ya safina. Inawezekana kulingana na andiko la ile sura ya 8 mstari ule wa kwanza, inawezekana kuna namna walikuwa naomba kwamba Mungu awakumbuke, kwa sababu Biblia inasema ule mstari wa kwanza, Mungu akamkumbuka Nuhu pamoja na kila kilichokuwemo ndani ya safina. Na wakati Mungu anamkumbuka Nuhu alikuwa ni majira ya mwezi wa 7, na kutoka mwezi wa 7 Biblia inasema maji yakapunguka juu ya nchi, na maji yalipoendelea kupungua ni kwamba safina ya Nuhu ilitua juu ya mlima mkubwa sana uliokuwa unaitwa Hararati. Lakini pamoja na kwamba safina ilikuwa imetua, ni kwamba maji yaliendelea kudumu. Kwa hiyo maji yalikuwepo, lakini Mungu tayari ameshamkumbuka Nuhu na tayari maji yanaendelea kupungua. Biblia inasema wakakaa ndani ya safina juu ya mlima Hararati kwa siku 150 hivi, wakiwa juu ya mlima Hararati, lakini Mungu amemkumbuka Nuhu na ana mpango wa kumwokoa. Kwa Biblia inasema baada ya siku 150 ni kwamba Nuhu alifungua kilango cha dirisha kutoka katika safina na akamtoa kunguru ambaye alienda moja kwa moja
Baadaye Nuhu akatoa njiwa akaenda huko na huko, akakosa mahali pa kutua. Baadaye akarudi na akatuma tena njiwa mara ya pili, njiwa akaenda na kurudi. Nini nataka niseme na wewe? Nataka niseme kwamba majira ya mwezi wa kwanza ni majira yako ya kukumbukwa, kwa sababu Biblia inasema hata ilipokuwa mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, Nuhu na jamaa zake wakiwa ndani ya safina walishangaa kuona maji yameisha kabisa na tayari safina imetua mahali salama, na wao wakaanza kutoa wanyama pamoja na wao wenyewe wakatoka ndani ya safina, kwa sababu Bwana aliwakumbuka. Na mimi nataka nikwambie, inawezekana kuna namna umekuwa ukiomba na tayari kwenye ulimwengu wa roho majibu yako yamejibiwa, maombi yako yamejibiwa na tayari Mungu amesha kujibu, lakini pengine katika ulimwengu wa mwili kumekuwa ni kama hakuna udhihirisho. Nataka kukwambia majira ya mwezi wa kwanza kuna namna Mungu atakukumbuka na atakupa kuvuka kwenye changamoto yako. Sema amina. Ninakuombea Mungu akupe kuvuka, na ni matarajio na matumaini yangu kuwa Mungu anaenda kukuvusha. Uwe na siku njema, Bwana akubariki. Tunapo cross kutoka mwaka 2025 kwenda mwaka 2026, ni imani yangu kwamba Mungu anaenda kukuvusha kwenye kila changamoto, kwa sababu tayari umeisha kumbukwa na Bwana. Inawezekana muda unanisikiliza una changamoto yako imefikia kwenye kiwango cha kuwa mto unaogarikisha maisha yako, unagarikisha mipango yako. Kuna namna Mungu atakukumbuka na hautateketea katika jina la Yesu. Sema amen. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Karibu Mwanza, Bwana akutunze. Amen.